Hakika Mungu wetu ni wa ajabu, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu anatenda mambo makuu ya ajabu kwa utukufu wa jina lake. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 31 na ule mstari wa pili, tunasema kudumu katika upendo. Upendo ndio umebeba daraja la Mkristo yoyote mwamini Mungu, kwa maana upendo, hata Yesu alisema pendaneni, kwa maana upendo ndio daraja la kumwona Mungu kwa miungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ukae katika ile kweli ya Mungu, ukae katika uaminifu wa Mungu, utamuona Mungu akifunua kwako kwa matendo makuu, endapo utadumu katika kumpenda Mungu, kuyaishi yale ya Mungu aliyekwambia uyatende, uyaamini kwa imani, uyakiri, kwa sababu pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Lakini baba zetu wa imani walishinda katika maisha yao yote, kwa sababu wao walimtegemea Mungu katika maisha yao yote, waliyakiri yale kwa imani, walikiri. Baba zetu wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo walikiri matendo ya makuu ya Mungu kwa Abrahamu, kwa maana ukuu wa Mungu ulidhihirika kwao, kwa sababu wao ndani yao walikuwa wanampenda Mungu, kwa sababu pasipo kumpenda Mungu huwezi kupokea chochote. Kwa sababu ukitaka siku zote ufanikiwe katika maisha yako yote, lazima Mungu umpende. Mpende Mungu kwa moyo wako wote, ndipo mema yatakujilia. Lakini baba zetu wa imani, mashujaa wa imani, walikaa katika ile kweli, wakaishi katika ile kweli. Mungu wa Abrahamu akajifunua kwao kwa viwango vya ajabu, kwa sababu wao maisha yao yote yalikuwa ni Mungu. Mungu alikuwa ndani yao, kwa sababu hauwezi kupokea baraka endapo kama utadumu katika ile kweli ya Mungu. Kwa sababu ukitaka kudumu katika ile kweli ya Mungu, hakika utembee katika zile za ufalme wa Mungu, utembee katika mapenzi ya Mungu. Hakika Mungu atasimama na wewe tu, kwa sababu wewe utakuwa ndio chombo cha sifa za utukufu wake. Kwa maana Mungu anasema anapendezwa na wale watu wamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa sababu unapomwabudu Mungu lazima umwabudu katika roho na kweli. Unaposema roho na kweli, Mungu anawatafuta wale wamwabuduo katika roho na kweli, kwa sababu wale wanaomwabudu katika roho, basi Mungu anapendezwa nao. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Yohana, Yesu alipokutana na yule mwanamke kisimani Msamaria, akamwambia, sasa utakuja wakati ambao hamtakwenda tena kuabudu Yerusalemu, ambapo sasa mtaabudu katika roho na kweli. Kwa sababu pale Mungu alikiondoa kile kiambaza cha kati, akamtoa mwanawe wa pekee, ili sisi tupate umiliki wa kuabudu katika roho, kwa sababu sisi ni uzao wa Ibrahimu, tumenunuliwa kwa damu ya mwanakondoo iliyomwagika pale Kalvari msalabani. Hakika sisi ukimwabudu katika roho na kweli, Mungu atajifunua kwako kwa viwango vikuu vya ajabu, kwa matendo makuu. Lakini uaminifu wa Mungu utaupata endapo pale utadumu katika ile neema ya Kristo Yesu, kwa maana yeye ni Mungu anayetembea katika siri za ufalme wa Mungu aliye hai. Akadumu katika mapenzi ya Mungu, dumu katika ile kweli ya Mungu, utamwona Mungu akisimama na wewe katika maisha yako kwa utaua, na kwa mapenzi yake atajifunua kwa neema ya Kristo Yesu, kwa mapenzi yake. Hakika Mungu wetu, mwana wa Mungu, kaa katika ile kweli, utamwona Mungu. Amen.